Ndugu mwandishi wa habari, unapozungumzia kwamba mshindi wangu mwembamba, kwanza tumecheza wangapi? Si miwili. Sawa, michezo yote miwili tumecheza wangapi ndani ya uwanja? Tumecheza 10 na. Tumecheza pungufu ndani ya uwanja. Tumecheza mechi moja Ruangwa, sawa, wamerudi hapa nyumbani mechi ya pili, wamecheza nyumbani. Sawa, lazima kuna advantage sawa ya home and away. Sawa, wao wamecheza nyumbani, sisi tumecheza ugenini na bado tunaendelea kucheza ugenini mechi zote tatu. Kuna favor kidogo wenyewe ambao wameipata kutoka TFF. Sijui ni watoto wa TFF hatujui. Kama kweli ule Shaulile ni mwamba kweli, jana tungeona uwezo wake, angefunga lao goli, kwa sababu kwanza akacheza na timu ambayo iko pungufu. Tumegalako hata goli la offside hana mpaka sasa hivi. Sawa hana, lakini ya nini kucheza goli la offside? Cheza goli ambao unajua utapata goli. Alitoroka kambini, alitoroka saa 9 usiku, anatoroka kambini. Katoroka kambini, wenzake wamelala, yeye akatoroka. Kwa hiyo warudishe pesa, ndio tutamwachia aende tumtoe kwenye mfumo wetu. Sisi mfumo upo mpaka nani, TFF jina lake lipo, ambao yuko na Simba, na ukimpeleka na tukienda juu zaidi kimataifa pia jina lake lilikuwa limeshaenda tayari. Mimi leo nitakuwa shabiki, nitalielezea jambo hili kwa kina. Tunapozungumzia FVS ya kwenye mfumo tulioletewa kwa msimu huu, ni sehemu ambayo inaenda kuwaonyesha kwamba marefali wetu wa Tanzania hawakuwa makini toka enzi hizo mpaka tunafikia hapa, mpaka watu wanachukua kombe mara 5 mfululizo. Kulikuwa kuna udhaifu, na udhaifu huu umeshajionyesha mpaka sasa hivi. Mechi 2 kila mtu kacheza, umeshatokea kadi nyekundu ngapi? 4. Umeona? Kwa hiyo inadhihirisha wazi kwamba inatusaidia. Kama kuna maboresho waendelee kuboresha, kama kuna namna yoyote ambao unaona panalegalega, basi waboreshe. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Namna yoyote ambao unaona panalegalega, basi waboreshe. Tumshukuru sana Rais Karia, rais wetu wa TFF. Haijawahi kutokea rais wa TFF wakawa na miundombinu kama hii ambayo imetokea hivi sasa. Kwa kweli tumpongeze rais wa TFF, Rais Karia, ni anafanya kazi yake nzuri. Kama kutakuwa kuna muda zaidi, tumuongeze tena miaka ingine baadaye. Kama atamaliza miaka yake 4 tena, tumuongeze tena miaka yake tena 4, ili soka letu la Tanzania litaenda juu zaidi. Sako umegusia swala nzima la mchezo wa kesho za Simba dhidi ya Singida, ambao bado mupo ugenini, lakini tunamkosa Jabari ambaye kama ameonyesha uaminifu hivi kwa kocha. Unadhani itakuwa ni mechi aina gani tukimkosa Jabari? Lakini tunamkosa pia na David Kameta Lucho, ambaye sasa hivi ameaminiwa zaidi na mwalimu mara baada ya Shomari Kapombe kuwa na majeraha kadhaa. Unapozungumzia kikosi kipana kwa Simba Sports Club, ndio hivyo kwamba akiumia mmoja, akipewa kadi nyekundu mmoja au wawili, ujue kabisa kwamba kuna watu ambao wataziba lile pengo. Amini kwamba Jabari ni mchezaji mzuri, umeona bana, ni midfield nzuri sana kwa pale katikati, linafanya kazi yake kwa uhakika zaidi. Bila bahati mbaya kesho tutamkosa katika mechi ya kesho, na naamini atakayechukua nafasi yake atafanya kazi nzuri kama tunavyoamini kwamba Kagoma pia yuko katika form. Pia vile yule mtoto alioingia badala yake pale katikati alikichafua vizuri sana. Tuna kikosi kizuri, squad zetu nzuri, wachezaji wote tuliowasajili Simba ni wazuri. Kila eneo lina mbadala wake, na watu watatu, yaani kila namba ina watu watatu. Kwa hiyo namba moja ikiluzi, tuna watu wawili ambao wanamfuatia nyuma yake. Kwa hiyo hatuna shaka kwa sasa hivi kwamba imetokea bahati mbaya mtapewa kadi nyekundu, basi mwingine atalikava katika ile nafasi yake.
Upinzani wa misimu kadhaa nyuma iliyopita kama magepu hivi hayako marefu sana kwenye kuendea mbio za ubingwa, lakini sasa hivi tukiangalia namna ambavyo mtani wako anapocheza na idadi ya magoli ambayo ameyapata, ushindi wako ni mwembamba sana Sako. Muna feli wapi? Changamoto ni nini Sako? Ndugu mwandishi wa habari, unapozungumzia kwamba mshindi wangu mwembamba, kwanza tumecheza wangapi? Si miwili. Sawa, michezo yote miwili tumecheza wangapi ndani ya uwanja? Tumecheza 10 na. Tumecheza pungufu ndani ya uwanja. Kwa hiyo tunapocheza pungufu na wenzetu ambao walikamilika, tizama kadi nyekundu ya jana, sawa, ya nyuma mwiko, ya nyuma mwiko ya jana Coastal na Coast Union, kadi ya nyuma mwiko na Coast Union wamecheza kwa dakika ngapi na wamepata goli ngapi? Lazima ujiulize. Sisi tumepewa kadi nyekundu mara mbili, mechi zote mbili, lakini tumedominiki mpira vizuri, tumepata pointi 3 japo kwa magoli machache. Sawa, pointi tunao sawa, kwa magoli wenyewe wametuzidi magoli mawili, si ndio? Wametuzidi magoli mawili, wameruhusu goli 2, sawa, na sisi tumeruhusu goli 1 katika magoli 4, sawa. Sisi tunakuwa na magoli 3, wao wana magoli 5. Kwa hiyo mimi sijaona kama kuna sehemu waliotuzidi. Wametuzidi kwa sababu wao walikuwa wako kamili ndani ya uwanja, sisi tuko pungufu mechi zote mbili, lakini pointi zile hatujadondosha pointi hata moja. Wao wanasema kwamba wamekaa kileleni pale, hawashuki na hawatokuja kushuka mpaka msimu wa NBC Premier League 2026-2027 uishe rasmi. Hili unalizungumziaje Sako? Ukiona wako kileleni ujue mnyama hajacheza bado, sawa Sako nasema hivi? Ukiona wako kileleni leo ujue mnyama kesho atakuwa kileleni. Hilo ni jambo la kawaida. Hilo ni jambo la kawaida. Wewe haikushtui? Hainishtui kwa sababu mimi kwanza yani kuna kitu ambacho mwandishi wa habari natakiwa uelewe. Sisi tumecheza away mechi zote mbili na ya kesho mechi ya 3 tunacheza away. Wenzetu wamecheza mechi moja Ruangwa, sawa, wamerudi hapa nyumbani mechi ya pili wamecheza nyumbani, sawa. Lazima kuna advantage, sawa, ya home and away, sawa. Wao wamecheza nyumbani, sisi tumecheza ugenini na bado tunaendelea kucheza ugenini mechi zote 3. Kuna favor kidogo wenyewe ambao wameipata kutoka TFF, sijui ni watoto wa TFF hatujui, kuna favor wameipata. Kwa hiyo ya kucheza mechi moja away, mechi ya pili nyumbani. Sisi tumecheza mechi zote 3 raundi ya mwanzo, mechi zote 3 nyumbani. Sako, kabla msimu haujaanza wengi walisema kwamba hii huenda ikawa na favor Simba kuanza mechi 3 ugenini. Wewe kwa nini umesema kwamba upande wa pili ni wa favor? Kwani haujaona advantage? Yaani unapozungumzia hakuna mechi mbaya kama mechi za mwanzoni. Ukidondosha mechi za mwanzoni away na kikosi bora umetoka na kikosi kibora kizuri zaidi, ila mechi zote mbili mimi nacheza pungufu, sawa. Ni ubora wa mwalimu, sawa, wa kocha wetu, ubora mkubwa sana, na squad yetu ya Simba Sports Club inafanya kazi vizuri sana, kwa sababu wanajua kabisa leo tuko pungufu, lakini tunachezaje tukiwa pungufu. Hicho ndio kipimo kizuri kabisa hata kwenye mechi za kimataifa. Dauti zimekuwa nyingi sana kwa striker lenu la boli Ibrahim Dumbia, lakini tukirudi upande wa pili, Shalulile ameweka gemu ya kwanza, gemu ya pili amekataliwa, ni offside magoli mawili. Hili unalizungumziaje, kwamba nani ambaye kidogo anastahili ama atakuwa na imani ya kuwa bora zaidi? Yaani unapomzungumzia Shalulile kwa goli alilolipata la awamu mechi ya kwanza, ujue kwamba alipataje lile goli, waliongea nini na ule beki, sawa, mpaka akapata goli. Hiyo no doubt, huwezi kama beki mzuri unacheza mpira ukitegemea kwamba kwa nini usihakikishe kwanza kwamba golikipa anatoka ama atoki, butua mpira nje. Yeye akajua kaza golikipa, anamwacha golikipa, matokeo yake Shalulile kapita nao.
hakuna goli la kusema kwamba yule kajituma akapata goli, hakuna kitu kama hicho. Nilichanganya bana Sako. Kwa hiyo maana kwamba ni goli ambalo Shalulile ameachiwa ama ni vipi? Kama kweli yule Shalulile ni mwamba kweli, jana tungeona uwezo wake, angefunga lao goli, kwa sababu kwanza akacheza na timu ambayo iko pungufu. Stroka lako hata goli la offside hana mpaka sasa hivi. Sawa hana, lakini ya nini kucheza goli la offside? Cheza goli ambao unajua utapata goli, upate goli la halali. Sasa ule kapata goli la ndondokela, alafu unasema yule hamna kitu. Yaani ukiniambia kati ya Shalulile na Selemani Mwalimu, bora ondoke na Selemani Mwalimu. Tumepata tetesi kama Selemani Mwalimu kuna changamoto ambayo inayomkumba, ukiachilia mbali kutokuwa kwenye pre-season na timu yake mpya ambayo ni ya wananchi za chini chini. Inasemekana kwamba Simba hawataki kumtoa kwenye mfumo wa FIFA ili mradi aweze kufanya uhamisho kwenda kuchezea klabu nyingine. Hili lina ukweli kiasi gani Sako? Wewe ni mwana Simba bana. Mimi ninachokijua ndivyo ilivyo. Arudishe pesa zetu sisi ambao tumemchukulia ndege kutoka Arabuni mpaka kufika hapa, sawa. Arudishe pesa zetu, na kutoka hapa kwenda Zanzibar arudishe pesa zetu, ndio tutamtoa kwenye huu mfumo. Yule siye tunamdai, arudishe kwanza pesa zetu. Kama atalipiwa na nyuma mwiko, alipiwe pesa zetu, zirudi pesa zetu, ndio tutamtoa kwenye mfumo. Sasa hivi na washauri kabisa viongozi wangu wa Simba Sports Club wasiwe wanyonge kwa hawa watu nyuma mwiko, warudishe pesa zetu. Sisi kwanza tuwadai nyuma mwiko, sisi tunamdai mchezaji kwa sababu tayari makubaliano yalishapita na hela nusu ilikuwa imeshaingia katika mfumo. Warudishe hela yetu nusu, ndio tutamtoa kwenye mfumo. Na shilingi ngapi sasa? Hela nyingi sana, inaweza kafika 1.5 bilioni au hata bilioni 1. Kwa sababu kwa dola amesema dola 150. 150. Hela kawaida sana, almost kama 300,000 na zaidi. 300,000 na ziada. Warudishe kwanza hiyo 150,000 ya dola, alafu kumbe ni dola 100,000. Dola 100,000. Elewa 100. Dola 150,000. Warudishe hizo pesa, tutamwachia, tutaenda kutoa katika mfumo ili Yanga wamuingize katika mfumo wao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hili hajaliwasilisha kwenye klabu yake ili waweze kulipa na wamruhusu acheze, au watajua wao. Yes, alitoroka kambini. Kama alitoroka kambini, hajue na kurudisha hela za watu. Alitoroka kambini, arudishe hela za watu. Basi hela zetu arudishe, ndio tutamtoa. La sivyo achezi msimu mzima. Ulimruhusu vipi aende na kuna makandokando kama hayo? Alitoroka kambini, alitoroka saa 9 usiku, anatoroka kambini. Katoroka kambini, wenzake wamelala, yeye akatoroka. Kwa hiyo arudishe pesa, ndio tutamwachia aende tumtoe kwenye mfumo wetu. Sisi mfumo upo mpaka nani, TFF jina lake lipo, ambao yuko na Simba, na ukimpeleka na tukienda juu zaidi kimataifa pia jina lake lilikuwa limeshaenda tayari. Tumalizie swali la mwisho Sako, tuondoke. Sasa hapa nataka uvue ushabiki. Sawa, hapa nataka uvue ushabiki. Yaani wewe sio tena Sako Simba, wewe ni mwanasoka. Mfumo wa FVS kuna namna ambavyo umeanza kutumika. Nadhani umefuatilia michezo kadhaa ya NBC Premier League. Matumizi yake umeyaona pia. Na moja kati ya taratibu ambayo ameiweka ni matukio 4 tu pekee ambayo yanayohitajika yafanyiwe maamuzi ya FVS. Ukiangalia mpira una matukio mengi sana, dakika 90 ni nyingi mno. Je, inatosha? Tupo mapema sana. Kuna ulazima wa kuboresha mapema, tuongeze idadi ya matukio, au tuendelee kuiacha tu update kwa wakati mwingine? Nini la kwako mwanasoka Sako kama Sako? Vua ushabiki. Nashukuru sana mwandishi kwamba mimi leo nitavua ushabiki, nitalielezea jambo hili kwa kina. Tunapozungumzia FVS ya kwenye mfumo tulioletewa kwa msimu huu, ni sehemu ambayo inaenda kuwaonyesha kwamba marefali wetu wa Tanzania hawakuwa makini toka enzi hizo mpaka tunafikia hapa, mpaka watu wanachukua kombe mara 5 mfululizo. Kulikuwa kuna udhaifu, na udhaifu huu umeshajionyesha mpaka sasa hivi. Mechi 2 kila mtu kacheza, kumeshatokea kadi nyekundu ngapi? 4. Umeona? Kwa hiyo inadhihirisha wazi kwamba inatusaidia. Kama kuna maboresho waendelee kuboresha,
Kama kuna namna yoyote ambao unaona pana legalega, basi waboreshe. Tumshukuru sana Rais Karia, rais wetu wa TFF. Haijawahi kutokea rais wa TFF akawa na miundombinu kama hii ambayo imetokea hivi sasa. Kwa kweli tumpongeze rais wa TFF, Rais Karia, ni anafanya kazi yake nzuri. Kama kutakuwa kuna muda zaidi, tumuongeze tena miaka ingine baadaye. Kama atamaliza miaka yake minne tena, tumuongeze tena miaka yake tena minne, ili soka letu la Tanzania litaenda juu zaidi. Neno la mwisho Sako. Neno la mwisho na washauri watu wa Singida na waliokuwa karibu na Singida, Dodoma, umeona bana, Singida, Iramba, Kiomboi huko kote, mimi na washauri wajae kesho uwanjani wakishangilia timu yao. Tunapozungumzia wajae uwanjani, waache, kwa sababu ile timu ya Singida sio ya pale Singida, timu yao ni Simba. Kwa hiyo waisapoti Simba Sports Club kwa wingi zaidi. Ikiondoka Simba Sports Club, ikipata matokeo mazuri Simba Sports Club, ikipata pointi, wakiondoka pale ndani ya mji wa Singida, basi warudi katika timu yao ya Singida. Hilo ni jambo zuri kabisa kama mashabiki wa Simba Sports Club. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Full time ya Hot Peas.